Nikisema Suza mnasema Suza ra. Nikisema Suza ra mnasema Suza 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 ra. Ujalie ujalira walimu walimu ra. Asanteni sana Mheshimiwa Modric Ramadhani Soraga, Waziri wa Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu, ambaye pia kwa siku hii ya leo ni Kaimu Waziri wa Utalii na Mambo ya Kale hapa Zanzibar. Kaimu Katibu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, Dr. Mwanahamisi, ambaye pia ni Naibu Katibu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa upande wa kitaalamu, lakini pia Naibu Katibu Mkuu Utawala, Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, na muone yuko hapa. Dr. Abudu Suleiman Jumbe, Katibu Mkuu Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale. Profesa Hamed Hikman, mwenyekiti wetu wa Baraza la Chuo Kikuu cha Taifa Zanzibar, pamoja na wajumbe wako, na waona baadhi yao wako hapa. Mzee wetu Ali Suleiman Amur, mwenyekiti wetu wa Baraza la Chuo cha Maendeleo ya Utalii Zanzibar, pamoja na wajumbe wako, na mkoneni niko hapa. Profesa Abdi Talib, makamu mkuu wa Chuo cha Taifa cha Zanzibar SUZA, na tambua uwepo wa wakuu wa taasisi mbalimbali na waona hapa. ITM, namuona Kisi, mwenyeji wetu Zito, namuona Dr. Bakari wa mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Mafunzo ya Amali, na wote ambao sijawatambua, wakurugenzi kutoka ndani ya Wizara ya Elimu na Wizara ya Utalii, wenzetu wa NACTVET kutoka Tanzania Bara, tunatambua uwepo wetu, na wakuu wa chuo kutoka Chuo cha Utalii Tanzania Bara, wakuu wa skuli mbalimbali ambao tuko hapa kutoka SUZA na kutoka Zito, viongozi na watumishi mbalimbali wa wizara zote mbili. Leo nimefurahi sana sana, manake ndio mama mwenye shughuli, lakini leo nimeonana na familia yangu zote mbili ambazo nimewahi kuonana nazo katika maisha yangu ya kazi. Nimefurahi. Nimeona kampani yangu ya SUZA hapa, naona wahadhiri wenzangu, kina MC wetu Dr. Idrisa pamoja na Dr. Said, namuona Profesa Mkumbuko, namuona Dr. Sara. Yani I'm happy kuona familia yangu ya zamani tuko nayo, tunafanya kazi na wengine wote ambao sijawataja, lakini familia yangu ya Wizara ya Utalii, kwa sababu katika kuanza majukumu haya nilianza Wizara ya Utalii. Namuona dadangu mpendwa, mkurugenzi wangu wa utumishi wa Wizara ya Utalii, Dr. Abdalla, Wizara ya Utalii. Kwa kweli tulifanya kazi na mlinipa mashirikiano makubwa, na watendaji wa Wizara ya Utalii wapo hapa na kamisheni ya utalii kwa jumla. Nimefurahi kwa kweli kuona nina familia, sina tu washiriki wa mkutano, lakini I have blood brothers and sisters here today ambao tunakwenda kushuhudia tukio hili la kihistoria. Nimefurahi sana. Wageni waalikwa wenzangu, mabibi na mabwana, waandishi wa habari, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Habari za mchana, habari za sikukuu haijaisha. Awali ya yote, na mimi nianze kama wenzangu walivyonitangulia kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa afya na uzima, na tukaweza kuhudhuria tukio hili muhimu na la kihistoria la makabidhiano ya Chuo cha Maendeleo ya Utalii kutoka Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar na kwenda Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale. Ndugu washiriki wa tukio hili ni kielelezo cha hatua muhimu katika utekelezaji wa maelekezo na maagizo ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, agizo ambalo lilitolewa Baraza la Mapinduzi ya Serikali ya awamu ya 8 awamu ya kwanza iliyopita, na kutaka Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali iratibu rasmi kurejesha vyuo vyote ambavyo vilichukuliwa awali kutoka katika wizara husika na kupelekwa Chuo Kikuu cha Taifa Zanzibar. Kwa dhati kabisa niungane na wenzangu kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi na Baraza lake la Mapinduzi kwa maamuzi haya sahihi ambayo walifanya
baada ya kuona mafanikio makubwa ambayo tayari taasisi zetu zimeshapata wakiwa wameambatanishwa katika chuo mama cha taifa cha Zanzibar SUZA. Na nichukue fursa hii pia kupongeza serikali ambayo ilifanya maamuzi ya kuviunganisha vyuo hivi kukupeleka chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar SUZA. SUZA ni chuo mama kwa Zanzibar kwa upande wa serikali. Tunasema the big brother. Kwa hiyo SUZA ilipelekewa wadogo wake iwawezeshe zaidi, kuwajengea uwezo zaidi. Yalikuwa ni maamuzi sahihi kwa muda ule ambayo yalikuwa yanaakisi lengo la serikali la kuhakikisha kila taasisi ndani ya Zanzibar ambayo inasimamiwa na serikali inakuwa na uwezo sawa na taasisi nyingine. Niwapongeze sana SUZA kwa miaka yote, wakati ambapo walikuwa na taasisi hizi ndani ya vyuo vyao, walitumia jitihada zao zote za kuhakikisha vyuo hivi vinaboreka na vinakuwa imara zaidi ya vilivyotoka. Inawezekana kuna sehemu ya changamoto ambazo zimetokea, lakini tunapopima uzani wa mafanikio utakachokiona ni mafanikio zaidi. Kwa hiyo nataka ieleweke wazi, maamuzi ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya awamu ya 8 ya kusema sasa vyuo hivi virudi kwenye taasisi zao ni maamuzi yenye malengo mema kama maamuzi ya awali ambayo yamefanywa. Yanaamini tayari vyuo hivi vilikuwa kwa kaka yao, vimeshajengewa uwezo, vimeshapewa mbinu na silaha zote kama taasisi ya kielimu kuhakikisha inaendeleza kujenga ubobezi wa wataalamu wetu. Nichukue fursa hii kwa dhati kabisa kuipongeza Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale leo hii kuwa miongoni mwa mwanzo, taasisi za mwanzo zimeanza rasmi kutolewa rasmi ndani ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali na kuwa kwenye mamlaka ya wizara yao. Kama mnakumbuka, taasisi ya mwanzo ambayo tumeanza kuirejesha ilikuwa ni chuo cha Nkrumah, na huu ni katika utekelezaji wa mageuzi makubwa ya sekta ya elimu ndani ya nchi yetu. Nkrumah ilikuwa ndani ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali. Wale ambao wanakumbuka, mwishoni mwa mwaka 2025 tumeirudisha na tayari imeanza kwa spidi kubwa sana na imeanza kudahili wanafunzi, ikiwa katika kampasi ya Mfenesini ambayo tuko pale kwa muda, lakini baadaye itahamia katika eneo la Dole ambalo ndio chuo asili cha ualimu cha serikali kiliasisiwa pale. Kwa hiyo tutakijenga pale na mpango utekelezaji wa chuo hicho kipo katika pipeline. Ndani ya fedha utekelezaji wa bajeti ya mwaka huu tumeanza utekelezaji wake.